Ninakusalimu popote ulipo mpenzi mtazamaji wa hichi kituo cha Tanzania News Today. Hujambo? Karibu kwenye mwendelezo wa taarifa zetu. Serikali ya Samia imeamua kupanga jinsi ya kupasua na kukiua chama cha Chadema. Serikali hii ilifikiri kwamba wakimkamata Tundu Lissu ambaye ni mwenyekiti wa chama cha Chadema itafariki, lakini hawakujua kwamba kuna mheshimiwa Heche. Sasa walipoona kwamba mheshimiwa Heche ameanza kuandaa mikutano mikubwa katika taifa letu la Tanzania, wameenda wamenunua wanachama wa Chadema na kuanza kusingizia kwamba yale maokoto ambayo John Heche alikuwa nakusanya kutoka kwa wananchi ambao wanaitakia Chadema mema, eti kwamba anazichukua na kuzitumia vibaya. Kuna ndugu yangu hapa ambaye ni Mtanzania mwenzangu, lakini ambaye yupo nje ya nchi mahala ambapo anafanya kazi. Ninaomba na yeye aweze kutuchanganulia zaidi kuhusu hili swala la Heche. Bwana Ezra, kuna hizi taarifa zinazoendelea za kumkashifu makamu mwenyekiti wa Chadema. Huyu jamaa anaitwa Mheshimiwa Heche. Bwana, hizi taarifa ni za uongo na hazina ukweli wowote. Hizi taarifa ni za uongo na hazina ukweli wowote. Kuna watu nimezungumza naye ambao wako ndani ya chama, wapo Bongo, wako ndani ya chama, wapo Bongo. Hizi taarifa ni za uongo. Kuna mipango ya CCM, kuna mipango ya CCM ya kukiua chama cha Chadema, kwa sababu unaona tayari Tundu Lissu yuko jela, na mtu ambaye yuko imara kwa sasa ambaye amesimamia chama kwa sasa, ambaye amebaki na chama na akisimamia chama, unaona alikuwa anaongoza mikutano mbalimbali kabla ya tarehe 7. Unaona waziri wa mambo ya ndani alifunga mikutano ikiwa Chadema wanakiwasha sana. Unakumbuka hata kuna vipindi ulikuwa unavitengeneza, unakumbuka hata Mbeya wapi. Aliyekuwa anaongoza ile mikutano ni makamu mwenyekiti huyu Mheshimiwa Heche, ambao ni makamu mwenyekiti wa Tundu Lissu. Na Tundu Lissu anamwamini sana na anamkubali sana. Ukitaka kujua hilo, angalia juzi Tundu Lissu alikuwa gereza, alikuwa mahakamani. Alimpa pole. Aliwaambia watu ambao wanachadema ambao walikuwa hapo pale mahakamani, akamwambia hivi: mpe pole makamu mwenyekiti, amefiwa na dereva. Nimepata taarifa nikiwa gerezani kwamba amefiwa na dereva wake, mpe pole. Maana yake kama kweli hizi taarifa zingekuwa ni za kweli, kuna hizi pesa akazichukua makamu mwenyekiti John Heche, Tundu Lissu asingempa pole, kwa sababu inasemekana kwamba hicho kikao kimefanyika huko Kigoma, na kikao hicho kimefanyika ikiwa dereva wa Heche hajauawa na mahakamani kesi ya Tundu Lissu haijasikilizwa. Maana yake Tundu Lissu habari za Kigoma alikuwa nazo, kwa sababu si mawakili wanaendaga mahakamani, wanaendaga gerezani. Haki hizo taarifa za dereva wa Heche kukufa amezipata akiwa mahakamani, maana mawakili wake wamemwambia kwamba makamu wako mwenyekiti amefiwa na dereva, ameuawa hotelini. Na inasemekana kwamba yule dereva wa Heche waliyemuua walikuwa wanamtafuta Heche. Baada ya dereva kutokusema Heche amelala wapi, umeona, ina maana kwanza ni bahati yule dereva wa Heche hajalala kwenye hoteli ambayo Heche amelala. Ina maana dereva wa Heche wangempata kwenye ile hoteli, inge maana wangesearch ile hoteli na Heche wakamkamata wakamuua. Maana yake kulikuwa na mpango wa kumuua Heche, ndio wakaambulia dereva wake, ndio ulikuwa ni mpango huo. Kwa hiyo baada ya dereva wa Heche kutokusema Heche yuko wapi, wakaamua kumuua kwa kumtesa. Umeona? Kwa hiyo ndio mipango ambayo ipo. Na huyu jamaa ambaye anaitwa Rema ambaye anawatuma hawa wajumbe, kwa sababu huyo Rema anawatuma hawa wajumbe
anawatuma hao wajumbe kwenda kumdhalilisha Heche. Kwanza hao wajumbe hakuna hata mmoja ambao ni yuko kwenye hakuna hata mjumbe mmoja wa kamati kuu. Hao wote ni watu wa kawaida, ni watu wa chini sana. Kwa mfano kama yule aliyetoa zile taarifa ni mwenyekiti wa jimbo, sio hata mwenyekiti wa mkoa au mwenyekiti wa kanda, ni mwenyekiti wa jimbo, ni mtu mdogo sana kwenye chama, na kwenye vikao vya maamuzi ya chama haingii. Ukisikia mkutano wa kamati kuu hayupo. Watu ambao wanaingia kwenye mkutano wa kamati kuu ni wenye viti wa kanda. Kwa mfano kama ukisikia mwenyekiti wa kanda ya magharibi na huyo Godbless Lema ambaye anawatuma hao wajumbe kumwangusha Heche, ni mtu ambaye alikuwa nyuma ya Mbowe, ambaye alikuwa ni mwenyekiti kabla ya Lissu, ambao Tundu Lissu na Mbowe walikuwa wanagombania mwenyekiti Januari. Nakumbuka kipindi kile Tundu Lissu anachaguliwa. Watu ambao walikuwa wanamsupport mpinzani wa Tundu Lissu ndio wameanzisha hizo chokochoko na wanatumwa na CCM, kwa sababu ule mpinzani wa Tundu Lissu sababu ya kuangushwa ya kutokuchaguliwa ni kwamba alikuwa ni CCMB. Maana alikuwa anatumika na CCM, alikuwa anakula hela CCM, anakuja tena anasema yeye ni Chadema. Ndio maana unaona wajumbe walimkataa wakamchagua Tundu Lissu. Kwa hiyo huyu jamaa Godbless Lema alikuwa anamsupport Mbowe. Maana bado yuko nyuma ya Mbowe, na sio yeye tu, wako kadhaa. Na huyu Godbless Lema sasa hivi hana uongozi wote kwenye chama. Kwa sababu alikuwa mwenyekiti wa kanda ya magharibi kipindi kile yupo Mbowe. Sasa hivi hana uongozi wote, sababu mwenyekiti wa kanda ya magharibi ni mwingine. Umeona? Ni mwingine. Hizi taarifa zingekuwa ni za ukweli, wenye viti wote wa kanda wangesema. Mwenyekiti wa kanda ya magharibi angesema, mwenyekiti wa kanda ya kusini angesema, mwenyekiti wa kanda ya Nyasa angesema, mwenyekiti wa kanda ya magharibi, mwenyekiti wa kanda ya mashariki naye angesema, hata mwenyekiti wa kanda ya Pwani angesema, mwenyekiti wa Victoria ambao ndio Mwanza, ukisikia kanda ya Victoria marake ni Mwanza, Geita, Shinyanga na Kagera, hajasema chochote. Mwenyekiti wa kanda ya Serengeti ndo mkoa wa Mara, umeona, mkoa wa Simiyu, umeona, naye hajasema chochote. Maana yake wenye viti wote wa kanda wanamsupport makamu mwenyekiti. Kama kweli ingekuwa ni pesa zimepotea, mtu ambaye angetangaza angekuwa ni katibu mkuu wa chama au naibu katibu mkuu wa chama au mwenyekiti wa kanda, kwa sababu hao ndio wajumbe ambao wanaingia kwenye mkutano wa kamati kuu. Wenye viti wa kanda, katibu mkuu, naibu katibu mkuu bara na Zanzibar, hao ndio wanaoingia, na wale wenye viti wale wenye viti wa wanawake, mwenyekiti wa wanawake wanawaita mwenyekiti wa vijana anaitwa mwenyekiti wa Bavicha. Yule mwenyekiti wa vijana taifa angesema, kama kwa sababu yule ni mjumbe wa kamati kuu, anaingia kwenye mkutano wa kamati kuu. Kama kweli haya mambo waliyajadili, mwenyekiti wa vijana angesema kitaifa. Mwenyekiti wa wanawake wanaita Bavicha, naye Bawacha angesema. Mwenyekiti wa vijana Bavicha angesema. Umesema wote wako kimya, hakuna hata mmoja aliyezungumza chochote. Mwenyekiti wa wazee naye angesema. Umeona? Hao wote wako kimya. Hao nao wataja ndio wanaoingia kwenye mkutano wa kamati kuu, wanaingia wenye viti wa kanda. Umeona? Watu wote wako kimya, hawajasema chochote. Wanaingia katibu mkuu na naibu katibu mkuu. Umeona? Na makamu mwenyekiti bara na Zanzibar, wote wako kimya, hakuna hata mmoja aliyezungumza. Maana yake bado wanaendelea kuangalia wasaliti ni wakina nani na nani yuko nyuma yao. Na hivi punde utasikia wote watafukuzwa kwenye chama. Wote wanayemzalisha makamu mwenyekiti watafukuzwa kwenye chama, kwa sababu hawa ni CCMB, wako nyuma ya Mbowe na CCM inaendelea kumtumia Mbowe. Mbowe yuko pembeni, anajifanya alienda Chauma akarudi. Umeona?
Lakini sasa kwa sababu baada ya Lissu kufungwa wanaona sasa chama kinaendelea. Wao walijua Lissu akishafungwa Lissu chama kitasambaratika, Mboya atarudi atachukua uwenyekiti wa chama ili CCM waendelee kumtumia. Baada ya kuona sasa Lissu yuko ndani na chama kinaendelea na Heche anaendelea kusimamia chama, wakapagawa. Sasa Tundu Lissu tumemfunga, lakini huyu jamaa naye ni mbaya zaidi ya Lissu. Unaona ile mikutano jinsi alivyokuwa anaiendesha Heche, maana wamepagawa zaidi. Unaona kuna huyu jamaa naye inatakiwa tumpoteze. Maana kuna mpango wa Heche kumpa kesi au kumpa kashfa. Ndio hizi kashfa zinatengenezwa na CCM kwamba ni fisadi, si kaiba, si kafanya nini, ili wamfunge. Aidha wamfunge au wamuondoe kwenye chama, iki chama wampe mtu wa CCM, mtu wa CCMB, kama vile vilivyo chama cha ACT Wazalendo. Unaona ACT Wazalendo wale wote ni machawa wa CCM. Umeona? Kama kilivyo chama cha Chauma wale wote ni machawa wa CCM. Maana wanataka Chadema waifanye kama CCMB. Maana yake Samia asiwe na mpinzani. Maana huu ni mpango wa CCM kumwangusha, kwa sababu wameshaona Lissu akiwa jela na Heche akiendelea kuwa huru kuendelea kuendesha chama. Maana yake wanaona kwamba moto ni ule ule. Sasa nia yao wanataka Heche pia wamwangushe, Lissu wampoteze kule jela, kae kule jela, wamhukumu hata miaka 5 kae jela. Heche wampoteze. Heche wakishampoteza hiki chama cha Chadema wamtafute. Wasema sasa si mwenyekiti yuko jela na Heche si hayupo, sasa chagua mwenyekiti mwingine wa kulisi Tundu Lissu. Ndio mpango uliopo. Ndio mpango wa CCM uliopo pale. Kwa hiyo hawa watu hao kwanza ukiangalia kama hao aliyetangaza leo Watanga wote ni Waislamu. Wote ni Waislamu wale. Maana wanatumwa na sisi, wanatumwa na Samia. Na wengine wana asili ya Kizanzibar. Ukitaka kuamini hilo ninalokuambia, wewe angalia Mangi Kimambi taarifa ameshazipata. Umeona Mangi Kimambi alivyoandika kwenye akaunti yake. Mangi Kimambi ameandika hivi: sisi hatuna shida na makamu mwenyekiti. Pesa zinazochangwa ni sisi tunazichanga kama chama na tunamwamini kama anaweza kuzitumia vizuri. Ingekuwa Mangi Kimambi huwa anaga mambo ya nani? Ingekuwa Mangi Kimambi ana watu wa system ambao wanampa hizo taarifa. Maana kama ingekuwa kweli Heche ni fisadi, Mangi Kimambi asingemsupport. Na kingine, Tundu Lissu taarifa anazo. Kama kweli ingekuwa ni kweli, Tundu Lissu juzi mahakamani asingempa pole. Menelewa? Asingempa pole kwa kufiwa na dereva. Maana unaona haya mambo ni mambo yanatengenezwa huku chini, lakini hawa wote ni watu wadogo wadogo, hawako kwenye kamati kuu ya chama na ni watu wadogo wadogo. Kama Chadema iliweza kumfukuza aliyekuwa makamu mwenyekiti Zanzibar yule Saidi Mohamed Saidi ambaye alifungulia kesi Chadema, kama iliweza kumfukuza na hakuna chochote kilichoendelea na akafukuzwa kwenye chama, hawa wadogo wadogo watafukuzwa wote na hakuna chochote kitakachoendelea, na moto utaendelea kama hivyo. Tutaendelea kuwapelekea moto mpaka wasalende. Hakuna kurudi nyuma. Wao watengeneza vichokochoko, mara makesi, mara ufisadi, mara nini. Tutawapelekea moto na machawa wote tutawafukuza kwenye chama na tutawapelekea moto mpaka kieleweke. Tena mimi nilikuwa naomba utengeneze kipindi kuhusu hizi taarifa, kwamba ni uongo, wanachadema washikamane, watulie, wasiingie na taharuki yoyote. Ni mambo ya uongo, na wote wanayemzushia uongo makamu mwenyekiti wote watafukuzwa kwenye chama, wanachama wawe imara. Ikiwezekana utengeneze kipindi ili kuweka sawa hili jambo na kuondoa taharuki kwa wanachama wa Chadema. Okay, asante sana Bwana Ezra, siku mwema.